Moja kati ya habari ambayo inaendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii ni habari ya mwimbaji wa nyimbo za Injili Miriam Chirwa baada tu ya ndoa yake kuahirishwa au ndoa yake kuvunjika, na ndoa yake ilitakiwa ifungwe tarehe 17 mwezi huu wa 5, jambo ambalo limepelekea Miriam Chirwa pamoja na mume wake mtarajiwa Ruben kuachana kabisa. Maneno yamekuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini leo mume mtarajiwa wa Miriam Chirwa Ruben ameamua kuzungumza kwa mara ya kwanza. Watu wengi sana wamekuwa kimtupia lawama mwanaume. Wengi sana wamekuwa kimtupia lawama huyu Ruben ndo atakuwa ana shida. Lakini katika swala kama hili au katika kesi kama hii tunatakiwa tusikilize pande zote mbili. Tusikilize upande wa Miriam na tusikilize pia upande wa huyu kijana. Nini ambacho kilitokea? Ni nani ambaye amesababisha haya yote yafikie hapa? Ukiangalia ndoa yao bwana, mpaka Miriam alitunga wimbo naenda. Jamani, ule wimbo ulitrend sana katika mitandao ya kijamii na kila mtu aliupenda. Na Miriam Chirwa ilikuwa ni siku yake special sana, yeye pamoja na familia yake. Kila mtu akiwa excited, watu wengi sana wamelipia nini zile kadi, wengi sana wameshona sare. Sasa inakuwaje unagairi kitu ghafla kama hivi? Sasa leo mume mtarajiwa Miriam Chirwa ameamua kuzungumza na kueleza wazi kitu gani ambacho kinaendelea au kitu gani ambacho kilitokea, lakini pia ameweza kuzungumza kwamba sio tu yeye ndo ana makosa na Miriam pia ana makosa, kwa sababu anadai yule dada amekuwa mara nyingi sana anatamani yeye amcontrol. Yeye ni mwanaume lakini amekuwa anatamani sana yeye ndo amcontrol, amuongoze hivi. Sikiliza, ngoja tumsikie kwanza huyu kaka, ili mradi tu tuweze kuelewa hii story imekaa vipi. Tusikalaumu tu upande mmoja, tunatakiwa pia tuangalie na upande wa pili, huyu kijana alitendewa nini na Miriam Chirwa. Kwa hiyo umuoi kabisa. Kwani nyinyi mmeachana lini? Hapo ni zaidi ya mwezi na sehemu. Kama ambavyo tulivyomsikia mume mtarajiwa wa Miriam Chirwa, kitu ambacho amekieleza hapo ni kwamba kuna muda alikuwa akiwasiliana na Miriam Chirwa, alikuwa anamjibu kwa ukali kwa sababu baada tu ya Miriam Chirwa kufahamu yule kijana alimficha. Kitu ambacho alimficha ni kwamba ndugu wa yule kijana hawajawahi kumkubali Miriam Chirwa, na yule kijana akamwambia Miriam Chirwa, wala usijali, ndugu zangu wako sawa. Baadaye sasa Miriam Chirwa kufahamu kwamba ndugu hawampendi, ndipo akamwakia yule kijana na kumwambia kwamba kwa nini ulinificha, kwa nini umenificha hivi na hivi, na ndugu zako hawanipendi, kwa nini hujaniambia? Mambo yakawa kama hivyo. Sasa kijana kujielezea kwa Miriam Chirwa ndo anakuambia hapo sasa Miriam Chirwa alikuwa anampandia juu, mara anamzungumzia, anazungumza kwa ukali, jambo kama hilo. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Ukiangalia hii statement, ukimwangalia Miriam Chirwa jinsi ambavyo alizungumza, lakini pia ukimwangalia huyu kijana, unafikiri ni nani ambaye ana makosa hapo? Kwa sababu makosa yanaonekana yapo kwa mwanaume, kwa sababu tu tayari Miriam Chirwa ni mjamzito. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.